unisikilize vizuri. Unaposoma kwenye Biblia, anapotuambia katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda, inamaanisha unashinda na zaidi ya kushinda hata katika mambo ambayo wewe bado hujawahi kumwona wala kusikia Mungu ameshinda. La sivyo msalaba usingeweza kutusaidia leo kama haukubeba pia na matatizo ya kushindwa leo. Ungewabebea tu wale waliokuwepo na sisi hatuhusiki, tungedai na sisi Yesu arudi asulubiwe. Lakini maandiko yanasema alikufa mara moja, akasulubiwa mara moja, akafuka hata kufa tena, ambayo inamaanisha alibeba kila kitu cha nyakati, alibeba matatizo yote na kushindwa katika nyakati zote mpaka mwisho wa nyakati. Aliiweka pale msalabani, ambayo inamaanisha kuna matatizo mengine ambayo hatujawahi kuona yakitokea katika dunia hii. Kuna magonjwa ambayo haijawahi kutokea katika dunia hii. Yesu pale msalabani aliposema imekwisha, yalikuwemo. Ndio maana ninapokuambia tafakari shuhuda, kitu cha kwanza lazima uanzie hapo. Maana swali linakuja, kama hujawahi kusikia ushuhuda wote, kama hujawahi kuona kitu chochote. Ndio kitu kilichotokea kwa wanafunzi. Walikuwa hawajamwahi kumwona Yesu akikemea upepo na kunyamazisha bahari. Walimwona akikemea pepo na majini yatoke. Wameona watu wakipona, lakini walikuwa hawajawahi kumwona kwenye ile eneo. Na kwa sababu hiyo, kwa jinsi ya kawaida, ungeweza kusema kwa kweli walikuwa hawajawahi kumwona. Kwa hiyo huwezi kusema kwa nini hawana imani. Lakini Yesu aliwauliza, hamna imani bado? Inamaanisha kuna mahali, kuna kitu, au kuna namna alivyojifunua, au kuna namna ambavyo anataka tumtazame, ili tuweze kupata picha ya namna ya kumwamini hata katika maeneo ambayo inawezekana kanisani kwako hujawahi kuhubiriwa, inawezekana hujawahi kusikia, hujawahi kuona Yesu amefanya kitu cha namna hiyo. Wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza. Na kama wewe ndio mtu wa kwanza, inamaanisha ukae mkao wa kuweza kusaidiwa na Yesu hata kama wengine wote wamekwama. Kwa hiyo wakati wanakuambia ya kwamba wewe huwezi vuka hapa, kwani mwaye kuona kwenye familia yenu wote hawajawahi kuvuka hapo, wakikusemesha namna hiyo, waambie tetelestai. Kama hujawahi kuona mtu akishinda na zaidi ya kushinda, mimi nitakuwa wa kwanza. Nitatengeneza ushuhuda kwa ajili ya familia kwamba na Mungu alipita kwenye familia hii, hakuipita pembeni. Alipokuwa naenda Yeriko, alitukumbuka na sisi, alituuliza tunaendeleaje, tukamwambia sisi bado tumekwama, unahitaji kututembelea. Akapiga breki, akakumbuka tetelestai ya kwake kwamba imekwisha. Akauliza, nani yuko tayari kuvuka hapa? Nani yuko tayari kuvuka hapa? Mtu mmoja kwenye familia akasema, mimi natoka. Na Yesu akamwambia, nifuate. Alipomfuata ndio imeisha.